moja kati ya wasanii wakubwa katika nchi yetu ya Tanzania, wasanii ambao wana nguvu katika jamii ya Kitanzania, wasanii ambao wana heshima katika jamii ya Kitanzania pamoja na international level. D'Voice, msanii kutoka WCB, ameamua kuipeleka burudani kwa Watanzania wote waliopo kanda ya Ziwa. Hakuna msanii yoyote ambaye atafanya tour kubwa kama tour ambayo inaenda kufanyika this time around kutoka kwa D'Voice, msanii kutoka WCB, msanii pendwa anayeongoza kwa sasa hivi kwa numbers. Waulize wasanii wote wa Singeli, hata hao wanaokuja kwa numbers, manake ni msanii anayepiga miguu yote. Ukitaka R&B unapata, ukitaka Singeli unapata, ukitaka kidaruso unapata, unataka wewe kitu gani kutoka kwa D'Voice unapata. So ni muda umefika watu wa kanda ya Ziwa kwenda kupata burudani kwa msanii sahihi kutoka WCB, D'Voice. Hii ni tour ambayo Mandasi Store tumeamua kuweka pesa kwa ajili ya kumsapoti msanii kutoka WCB. Tunajua WCB ni kampuni, ni lebo tajiri, lakini sisi katika kumuunga mkono Diamond Platnumz pamoja na wasanii wake, tukasema Diamond, una wasanii wengi na wengine wapya wanakuja, lakini sisi tupe D'Voice kwa sababu ndio chaguo letu kama Mandasi Store. Show zake zote ambazo atakwenda kuzifanya kanda ya Ziwa, sisi kama Mandasi Store tutakuwa na watu wetu katika kumbi zote ambazo atapiga, na watu wanaokuja kwenye show za D'Voice watapata nafasi ya kukopeshwa simu, watapata nafasi ya kukutana na wahudumu wetu kuongea namna kuweza kukopa simu, na then watalipa kidogo kidogo. Kwanza niseme tu kufanya D'Voice Tour ni katika sehemu ya mimi kujipima ukuaji wangu, kuangalia D'Voice wa mwaka mmoja Wasafi ukuaji wake upoje, ana watu wangapi, anaweza akaandaa show wakaja watu wangapi. Ili mradi ninapotaka kuandaa project yangu kubwa zaidi na kuwa tayari katika akili yangu ninajua kabisa naanzia wapi na malizia wapi. Lakini pia ni katika sehemu ya kukutana mimi na mashabiki zangu ambao wako mbali na mimi. Kuna mashabiki ambao wako kama huko tuseme Nyamongo, Mwanza, wanatamani kuona D'Voice, hajawahi kwenda. Wanatamani kumuona D'Voice, msanii wetu tutamuonaje, tutampataje. Kwa nimeona kurahisisha nikakutane kwanza na mashabiki zangu. By the way, pia ningesema tu shukrani sana kwa uongozi wa WCB kwa sababu umetengeneza uaminifu leo hii watu kama Mandaz kuwekeza hela yao katika tour yao, hususan msanii wa Singeli. Unajua sana Singeli tunaonekana vibaka ujui. Kwa mtu kuchukua hela yake, kuamua kuwekeza hela nyingi, kuamua kuzunguka na wewe hivyo. Wengine wanaweza kuona zunguka na duka langu la simu tutaanza kaiba simu. Lakini mtu kuamua kukuamini, watu kama Mandaz kuamua kukuamini kufanya kazi na wewe, hii ni miongoni mwa sehemu ambayo mimi binafsi nazidi kunifariji, hususan nikiwa kama miongoni mwa msanii ambaye natamani kuona Singeli inafanya vizuri sana. Hii kwanza ni heshima sana kubwa kwangu. Lakini pia kama alivyosema Bile Baba, Wasafi inakupa msanii platform. Wewe unatakiwa sasa ujue platform nitaitumiaje. Haina haja ya mimi kumfuata Diamond kuchukua hela yake milioni 50, milioni 60 wakati nina platform au na watu ambao tunaweza tukashirikiana kama Mandaz Store. Tukachukua fedha, tukawekeza, tukafanya biashara, tukapromote. Unajua haina haja ya kwenda kuchukua milioni 50 mahela ya Diamond wakati Diamond kasha kutengenezea platform ya wewe kupata fedha, platform ya wewe kujiendeza. Kwa mimi kama msanii ambaye nimeamua kutumia platform ambayo nimewekezewa, nikamcheki Bile Baba, nikamwambia bwana mimi nina tour yangu, nikampa wazo langu, akanambia basi usio na wasiwasi Mandaz yupo. Kuna hela atatupa. Kwa hiyo tukamcheki mzee Mandaz bwana, akasema bwana ndio mdogo wangu usio na shaka. Nakupa kibunda, sio tu kibunda, na tutakuwa tunazunguka mimi na wewe kila sehemu utakapokuwa unataka. Na sio hivyo, tukanipa ofa kwamba kama kuna chochote utadelay nje ya makubaliano ya kazi binafsi utaniambia. Kwa hiyo ni heshima sana, asante sana mzee wangu Mandaz. Tumemchagua D'Voice kwa sababu moja, muziki wa D'Voice unajua ni muziki wa Singeli asilimia kubwa. Na muziki wa Singeli ni ule muziki ambao unatembea Uswahilini. Na nature ya wateja wetu ni wale watu wa Uswahilini, na ndio wateja wetu wakubwa sana. Watu wa kukopa. Yes. Kwa hiyo tukaona D'Voice tuko sehemu salama kabisa. Tunaamini product zetu zitawafikia popote kule walipo. Kwa sababu ni mtu ambaye anafikisha ujumbe kwenye muziki, lakini ujumbe wetu wa kukopesha simu kwao utawafikia vilivyo. Lakini pia lengo la D'Voice Tour pia lingine ni katika kupushi muziki wa Singeli. Unajua muziki wa Singeli sasa hivi tupo katika
position nzuri, kwa lazima tupushi. Kuna vitu ambavyo kwenye singeli havijafanyika, lazima mimi nivifanye kuonekana kama hivi. Ukizungumzia naweza ngasema mimi ndo msanii wa kwanza wa singeli kuita place yenye ndishi wengi nchini. Wenyewe si mnaona hamna msanii mwingine ambaye anaweka. Ndio maana sasa hivi nimemwambia sitaki ufalme, sitaki unini. Mimi nimeamua kuwa rais wao. Nimeamua kuwa rais wa singeli kivipi? Mimi ndo na wa category kutokana na viwango vyao. Najua wewe kiwango chako wewe utaishia Mtwara, wewe kiwango chako utaishia Mwanza, wewe utakuwa una perform tu au utapata hiti. Mimi kama rais wao. Kwa hiyo nimeamua kusimama kama rais. Kwa sababu sasa unavyozungumza watoto kupiga kelele katikati hapa, nimetia singeli 2 tu kimya. Wamepotea wote. Slide TikTok nyimbo yangu na Zuchu inachoma tu masikio, achoma mpaka wengine wamenunua pamba. Huko kuonesha tu nafasi yangu, ukubwa wangu. By the way, mimi nimetengeneza singeli inapigwa Nigeria, watu wanaimba kana naimba nini sijui. Nimpa singeli Jux. Ukizungumza katika EP ya Jux ni miongoni mwa singeli yetu, ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimefanya vizuri numbers, watu kusikiliza kivyo vyote. Ni singeli. Kwa hiyo ni katika kupushi pia mziki wetu wa singeli kuonekana singeli na inafika mbali. Lakini pia anidokeze tu kwamba hata Mzee Mandazi pia tuliongea tutashirikiana naye. Mwisho wa mwaka huu nitakuwa na East Africa sasa tour. Ambao itahusisha nchi zote za East Africa. Lakini sasa nikaona kabla ya kufanya East Africa nifanye kwanza ndani, tuone kwanza nguvu yetu ya ndani. Kwa sababu nitakuwa na project nyingi, nitakuwa na tour East Africa, lakini pia nitafanya show yangu kubwa ya singeli nchini. Hapa ninavyoongea nyewe tukitoka hapa naenda kumtia Baba Levo singeli moja. Kifupi sasa hivi wasanii wote nawaimbisha singeli. Niimbishe singeli baba, mahali yangu ni ngumu sana.